Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini tunaitazama China pamoja na Marekani kutokana na mzozo wao wa kibiashara. Lakini taarifa iliyoandikwa katika shirika la habari la BBC kupitia tovuti yake ni kwamba China imeipiga pabaya Marekani yatumia madini adimu kama silaha. Vita vya kibiashara kati ya China na Marekani inazidi kupamba moto, huku wachambuzi wakielekeza macho yao kwenye ushuru wa kisasi unaowekwa katika bidhaa zinazouzwa kati ya nchi hizo mbili. Lakini ushuru wa kisasi sio silaha pekee ambayo Beijing inaitumia katika vita hii. China pia imeweka vikwazo vya usafirishaji nje kwa idadi kubwa ya madini adimu na sumaku, jambo ambalo linaonekana na wengi kama pigo kubwa kwa Marekani. Hatua hii imefichua kiwango cha utegemezi kwa Marekani kwa madini haya, na Rais Donald Trump ameagiza Wizara ya Biashara kutafuta njia ya kusaidia uzalishaji wa madini haya nchini Marekani na kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kama sehemu ya juhudi za Washington za kufufua sekta hii ya madini. Lakini madini haya adimu ni nini na kwa nini yana athari kubwa katika vita hivi vya kibiashara kati ya Marekani na nchi ya Uchina? Madini haya adimu ni kundi la madini 17 yenye mfanano wa kemikali ambazo ni muhimu sana katika utengenezaji wa bidhaa nyingi za kiteknolojia za hali ya juu. Licha ya kupatikana kwa wingi kwenye maeneo kadhaa, hujulikana kama adimu kwa sababu mara chache hupatikana katika ubora wake na mchakato wa kuyachimba ni hatari. Watu wengi huenda wasiyafahamu kwa majina kama neodymium, yttrium na europium, lakini wanazifahamu bidhaa zinazotengenezwa kutokana na madini hayo. Kwa mfano, neodymium hutumika kutengeneza sumaku zinazotumika katika spika, diski za kompyuta na injini za magari ya umeme na ndege za kivita, ambapo huchangia katika kuwa na vifaa vidogo zaidi na vyenye ufanisi mkubwa. Yttrium na europium hutumika katika kutengeneza skrini za televisheni na kompyuta, ambapo husaidia katika kuonyesha rangi. Madini adimu hutumika katika kutengeneza kila kifaa kinachoweza kuwashwa au kuzimwa, anasema Thomas Krom, mkurugenzi wa kundi la Ginger kinachojihusisha na biashara na uwekezaji wa kimataifa. Madini haya ni sehemu muhimu ya teknolojia ya tiba kama upasuaji kwa kutumia leza na vipimo vya MRI pamoja na teknolojia muhimu za kijeshi. Lakini China inadhibiti nini? China ina ukiritimba katika uchimbaji wa madini adimu pamoja na kuyasafisha na kuyatenganisha na madini mengine. China huchimba takribani 61% ya madini yote adimu duniani na huchakata 92% ya madini hayo. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IAEA, inamaanisha kuwa China inadhibiti mnyororo mzima wa usambazaji wa madini haya na inaweza kuamua ni kampuni zipi zitakapopokea madini hayo kutoka nchini China. Michakato ya uchimbaji na usafirishaji ni ya gharama kubwa na pia husababisha uchafuzi wa mazingira. Madini haya huambatana na mionzi, jambo linalowafanya baadhi ya mataifa kama vile Umoja wa Ulaya kusita kuyachimba. Uzalishaji wa madini haya huacha taka zenye mionzi na taka hizo zinahitaji kutupwa kwa njia salama na ya kudumu, anasema Thomas Krom. Lakini miundombinu ya kutupa taka hizo katika Umoja wa Ulaya bado ni ya muda mfupi. China haikupata udhibiti huu wa mnyororo wa madini adimu kwa bahati, bali ni matokeo ya sera za kimkakati ambazo zinaendelezwa kwa miongo kadhaa. Lakini China ilizuiaje usafirishaji wa madini haya? Ili kukabiliana na kujibu ushuru wa Marekani, China mapema mwezi huu ilianza kuweka vikwazo vya usafirishaji wa madini 7 adimu ambayo mengi ni ya kundi la madini mazito ambayo ni muhimu sana katika sekta ya ulinzi. Madini haya mazito ni adimu zaidi na ni magumu zaidi kuchakatwa kuliko madini mepesi, hivyo huwa ya gharama kubwa. Tangu Aprili 4, kampuni zote zinahitajika kupata leseni maalum ya usafirishaji kabla ya kusafirisha madini au sumaku zake nje ya China. China ina haki ya kuweka vikwazo kwa bidhaa zenye matumizi ya kiraia na kijeshi. Lakini hii inawezaje kuiathiri Marekani? Ripoti za jiolojia ya Marekani zinasema Marekani iliagiza 70% ya madini adimu kutoka China kati ya mwaka 2020 na 2023. Hivyo vikwazo vipya vitakuwa pigo kubwa. Madini haya yanatumika sana katika viwanda vya kijeshi kama vile utengenezaji wa makombora, rada na sumaku za kudumu. Ripoti za kituo cha mafunzo ya kimkakati ilieleza kuwa teknolojia nyingi za ulinzi wa Marekani zinategemea madini haya, zikiwemo ndege za kivita aina ya F-16
F-35, makombora ya Tomahawk, lakini pia na droni za kijeshi. Hii inatokea wakati ambapo China inaongeza uzalishaji wa silaha na kuendeleza mifumo ya kisasa ya kijeshi kwa kasi mara 5 zaidi hadi 6 kuliko Marekani, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Sekta ya ulinzi ya Marekani itaathirika kwa kiwango kikubwa, anasema Thomas Cruz. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo na ni kile ambacho kinatajwa na wachambuzi wa mambo kupitia shirika la habari la BBC kwamba China imeipiga pabaya Marekani kwa kutumia madini adimu kama silaha katika vita vya kibiashara. Endelea kuwa nasi wakati wote, tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Naitwa Adam Hussein.